usiku majira ya saa 4:30 usiku nikagongewa na bodaboda kijana wa kiume na kuniambia, mzee, ofisi ya serikali ya mtaa inaungua moto. Nilipochungulia dirishani nikaona moto unatokeza madirishani. Nikatoka bila hata shati na ndoo, nikachukua maji, nikaja kurusha maji dirishani. Wakati moto unatokea dirishani, upepo mkubwa ukanipata, nikapata kizunguzungu. Nikakabidhi ndoo hiyo kwa hiyo kijana, nikarudi kupumzika pembeni, na baadaye nikachukua mpira wa maji na kuunganisha kwenye bomba na kuuleta hapo karibu na tukio. Vijana wakaanza kujaribu kuzima. Wakati huo harakati za kuwaita viongozi wa serikali ya mtaa zinafanyika, kuwaita polisi, kuwaita zimamoto. Vijana walishakuwa wengi na bahati nzuri namba za simu zikapatikana. Sehemu zote zinazohusika na majanga kama haya zikataarifiwa. Haikuchukua muda mrefu viongozi wakafika. Wakati huo moto tulishafanikiwa kudhibiti, lakini tayari kulishateketea kila kitu kule ndani. Waliingia watu wasiojulikana, wakaiba viti 8, meza 1 na mabenchi 3. Wakaondokana, tujue walielekea wapi, then wakachoma jengo moto. Mpaka sasa hivi hatujajua chanzo ni nini, na waliofanya ile tukio hatujajua ni watu gani. Sisi tumesharipoti, jeshi la polisi wanaendelea na uchunguzi ili waweze kuwabaini watu waliofanya tukio hili ambalo ni la kikatili. Kwa sababu hii ofisi ni ya wananchi ambao wanapata huduma kila siku. Lakini itoshe, hii ni changamoto imejitokeza, na ofisi itaendelea kama kawaida. Tutafuta wadau mbalimbali waweze kutusaidia kukarabati ofisi yetu na hatimaye kazi iendelee kama kawaida. Basi mwandikie barua mkuu wa polisi wa wilaya anayesimamia Ubungo Msewe. Watu waliochoma ofisi yangu kule wasakwe, kwenye mvua, kwenye giza, kwenye kichochoro, kwenye hoteli, kwenye gesti, kanisani, msikitini, tuwapate ili tuwaonyeshe kwamba tumeijibu barua niliyosema. Wameniandikia barua ya kuomba nini? Watu fanye mzaha sisi kwenye vitu serious. Hatuwezi sisi kujenga ofisi kwa ajili ya kutolea huduma kwa wananchi. Wewe kwa heka zako, kwa huruka zako au za kutumwa, unakwenda kuchoma ofisi. Hawa sio wezi, hawa kuna kitu wanatafuta. Kwenye ofisi ya serikali ya mtaa unataka kuiba nini? Hakuna TV, hakuna hela mle, hakuna kompyuta, hakuna nini. Kompyuta tunatumia sisi kidigitali, kompyuta tunatumia na laptop zetu na iPad. Hatuachi ofisini. Watendaji hapa wako kidigitali, unajua. Watendaji wangu wako fiti. Sasa watu wamechoma ofisi, mimi natafsiri kama ni hujuma, sabotage. Sasa kwa sababu ni sabotage inajibiwa kwa sabotage. Kwa tusiongee mengi, ngoja tuviachie vyombo vifanye kazi. Lakini nataka kudhibitisha watu wangu wa Ubungo, hapa nitatoa demo. Mimi ni mgeni kidogo. Sasa naanza na hii. Unajua mtu unaweza kujitambulisha kwa namna yoyote watu wakakujua. Sasa watu wa Ubungo watanijua kwa kupitia hili. Sisi tutawaonyesha kwamba tuko hapa kikazi. Poleni sana watu wa Ubungo kwa uhuni unaoendelea, lakini serikali ipo na serikali kazi yake ni hiyo. Ya kuhakikisha kuna law and order na hakuna anayemzuia mtu kufanya shughuli halali kwa mujibu wa taratibu. Tunalaani kwa nguvu zetu zote kitendo kilichofanywa na hawa wahujumu ambao tunaweza kuamini kabisa hawa sio watu wengine. Hii ni hujuma ya moja kwa moja ya kulihujumu jengo la serikali, na hii ni kufifisha juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutoa huduma kwa wananchi wake. Na hivyo tunasema sisi hatutakata tamaa, kwa sababu hii ardhi ni ardhi ya kwetu, na kwa maana hiyo kwamba mimi kama mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, tukio hili limetutisha kabisa katika vizuizi vya serikali, na tutachukua mkakati wa kuhakikisha ofisi zetu zinalindwa angalau na askari mmoja. Hii jambo kabisa la kusikitisha sana, kwa sababu ukitazama hili jambo ni kwamba hili jambo linaweza kuwa na muendelezo na lina chanzo chake. Hayo mengine tumeiachia vyombo vya dola viendelee na shughuli zake za uchunguzi, lakini sisi mambo ya kitawala tuendelea nayo, na wananchi wataenda kupata huduma katika jengo hili ambalo tulijenga kwa nguvu za wananchi, pamoja na Mheshimiwa Charles Kenja wakati ule akiwa mbunge wa jimbo la Ubungo akatupatia fedha kwa maana ya kununua mabati ndio zikaua katika jengo hili. Kwa hiyo jengo rasmi la serikali, sio la mtu binafsi. Kwa hiyo amekuja kuhujumu serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na kwa maana hiyo tunaviomba vyombo vya dola kwa mkono wote na nguvu zake zote ziweze kufanya kazi hiyo kama ambavyo umeona. Kwa hiyo sisi tuko kazi moja
na sasa hivi tunafanya tathmini kuona nini cha kufanya ili huduma za wananchi ziweze kuendelea katika ofisi yetu ya serikali ya mtaa, wala tutakata tamaa, na tunazidi kuambia wananchi wasitishike na vituko vidogo vidogo ambavyo vimefanywa na watu, lakini sisi serikali iko kazini, na ninaamini huyu mhujumu atapatikana, awe nje ya mfumo, awe ndani ya mfumo, awe ndani ya wahafidhina, atapatikana.